itakuwa ni pengo kubwa sana kwa Simba kuweza kumpoteza Fabrice Luamba Ngoma. Ni mmoja wa wachezaji ambaye amekuwa ni bora sana na mhimili kwenye idara ya midfield. Na wakati Simba wanafanya usajili, watu wengi walikuwa hawamu-include Fabrice Luamba Ngoma kama ni miongoni mwa wachezaji ambaye anaweza kupata nafasi. Wengi walikuwa wanaamini kwenye idara ya midfield atakuwa anacheza Augustino Kajefa pamoja na Deborah Fernandez, na ukiangalia mwanzo mzuri wa Deborah Fernandez kwenye game ya siku ya Simba Day, watu wengi walikuwa wanaamini kwamba Deborah Fernandez ameshajiintroduce na atapata nafasi kwenye hicho kikosi. Lakini pia Augustino Kajefa watu walikuwa wanaamini kwamba anaweza kwenda kucheza kwenye ile eneo. Hakuna mtu ambaye alikuwa anaiona nafasi ya Fabrice Luamba Ngoma mara baada ya klabu ya Simba kufanya usajili mkubwa kwenye idara ya midfield. Lakini mambo mara baada ya ligi kuanza, kila mtu alianza kuona, kwa maana kwamba mafuta ilianza kujitenga na maji. Fabrice Luamba Ngoma akaanza kupata nafasi, na mara zote alipokuwa anapata nafasi alikuwa anakwenda kudeliver. Na Fabrice Luamba Ngoma ni miongoni mwa wachezaji ambao wamechangia alama nyingi kwenye kikosi cha Simba kwenye michezo migumu. Kwenye game dhidi ya Azam FC alifunga bao la pili ambalo lilikwenda kuhakikishia Simba kupata alama 3. Kwenye game dhidi ya JKT, mechi ambayo ilionekana kuwa ni ngumu sana kwa klabu ya Simba huku wachezaji walikuwa na fatigue, yeye alifunga bao ambalo lilikuwa ni bao moja pekee ambalo lilikwenda kuwapa Simba alama 3. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni mchezaji ambaye amekuwa akijitokeza kwenye nyakati ngumu na kwenda kuisaidia klabu ya Simba kwenda kupata matokeo. Lakini pia faida nyingine ambayo yuko nayo ni mchezaji ambaye kwanza quality yake ni miongoni mwa wachezaji ambao wana quality kubwa sana ambao wanacheza kwenye idara ya midfield. Lakini issue ya pili ni mchezaji ambaye ana experience, namna ambayo wachezaji ambaye akiondoka anaondoka na quality, anaondoka anakuacha, hakuna mtu ambaye atakuwa na experience kubwa kuliko yeye kwenye kikosi cha Simba cha hivi sasa. Lakini pia ni kiongozi ndani ya uwanja. Kwa ni mchezaji ambaye unapokuwa naye unakuwa na vitu vitatu: unakuwa na quality, unakuwa na experience player, lakini pia unakuwa na leadership. Mchezaji ambaye ni kiongozi ndani ya kikosi. Anapoondoka maana yake anaondoka na hivyo vitu vitatu ambavyo inaweza kuwa ni pengo kubwa kwa klabu ya Simba kuweza kupata mchezaji ambaye atakwenda kufit kuvaa viatu vya Fabrice Luamba Ngoma.